Na Wizara ya Fedha imeangaziwa kwa ufadhili duni wa vyuo vya kiufundi nchini TVET licha ya bunge kuongeza mgao wa vyuo hivyo. Akifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu, katibu wa TVET Esther Mworia alisema idara hiyo haijawahi kupokea mgao wake kamili wa bajeti tangu mwaka 2023, hali ambayo imeathiri huduma katika taasisi za TVET. Na kama anavyotuarifu hivi sasa Gishuki Wachira, wabunge wanatarajiwa kumwalika waziri wa fedha John Mbadi kujibu suala hilo. Kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu ilialika idara ya mafunzo ya kiufundi hapa nchini TVET kuelezea kuhusu hali ya utekelezaji bajeti kwa kipindi cha kifedha cha mwaka uliopita. Katibu Esther Mworia alilalamikia ufadhili duni wa idara hiyo kutoka kwa Wizara ya Fedha licha ya juhudi za bunge la kitaifa kuongeza mgao wake wa bajeti. The budget, yes, Chair, you give us. Thank you very much. In fact, you have given us, I agree, more than we requested for, because you know where we are and how important where we are is. But Chair, the exchequer is the issue. Kulingana na katibu huyo, nakisi hiyo ya fedha kutokana na kiwango kinachotolewa ikilinganishwa na kile kinachotarajiwa imeendelea kuongezeka tangu mwaka 2023, hivyo kuathiri huduma za taasisi za TVET. Kwa jumla, nakisi hiyo imefikia shilingi bilioni 15. I think it is incumbent upon us as a committee to invite the CS and the PS to tell us why you have bottlenecks on exchequer issues on trainers. Huku taifa hili likishuhudia ongezeko la idadi ya wanafunzi wanaojiunga na taasisi za TVET, kamati hiyo ilielezea wasiwasi wake kuhusu hali inayojiri na ikaamua kumwalika waziri wa fedha John Mbadi wiki ijayo katika juhudi za kuwezesha kutolewa kwa fedha hizo. Gishuki Wachira, Darubini.